Ikiwa wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wana kawaida ya kufuatilia mambo mbalimbali ya kiimani, nikitaja neno reincarnation halitokuwa neno geni katika masikio yako, lakini kwa faida ya wapenzi watazamaji wangu ambao hawajui reincarnation ni nini, hii ni imani ya wanadamu ambao wanaamini mwanadamu anapokufa huzaliwa tena. Na vipo viashiria mbalimbali ambavyo unaweza kuviona. Nimesha kutengenezea video ambayo inaelezea kama wewe ni mwanadamu ambaye uliwahi kuishi katika hii dunia kabla ya kuzaliwa tena, ni viashiria gani ambavyo unaweza kuviona. Lakini kwa sababu inaaminika asilimia kubwa ya binadamu ambao tunaishi katika uso wa dunia tumewahi kuwepo katika maisha yaliyopita kabla ya kuzaliwa kwa mara nyingine, kuna hatua ambazo ukizifuata unaweza kuyakumbuka maisha yako ya zamani, ukajijua wewe ni nani, ulikuwa katika taifa gani, na kifo chako kilitokana na kitu gani. Katika video hii nitakwenda kukuelekeza kwa mujibu wa watu wanaoamini katika imani hii ya reincarnation, ni hatua gani ambazo ukizifuata utaweza kuyakumbuka maisha yako ya zamani, utajikumbuka wewe ulikuwa nani, ulikuwa taifa gani, na ulikuwa ukifanya kazi gani. Lakini pia utaweza kujua kifo chako cha maisha yako yaliyopita kilitokana na nini. Kama na wewe ni moja kati ya binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wanahisi waliwahi kuishi katika uso wa dunia kabla ya kuzaliwa kwa mara nyingine, fuata hatua zifuatazo. Utakwenda kufunuliwa kila kitu ndani ya muda mfupi sana. Kabla ya kuanza kufuata hatua ambazo nakwenda kukuambia, kwanza unatakiwa uwe na imani kuwa chochote ambacho unakihitaji kipo ndani yako. Kumbukumbu zote zipo ndani yako. Hakuna chochote ambacho kinaweza kuzuia kumbukumbu ambazo zipo ndani yako, kwani ndani yako una nguvu ya kukumbuka chochote ambacho unatamani kukikumbuka. Una nguvu ya kuona chochote ambacho unataka kukiona. Amini, kila unachokitafuta katika dunia tayari kipo ndani yako. Na elimu hii ambayo unakwenda kuitumia inaitwa hypnotherapy au past life regression, yani kumbukumbu ya maisha yako yaliyopita. Hivyo, ili uweze kufanikisha zoezi hili, hakikisha unafuata hatua zifuatazo. Hatua ya kwanza, tafuta sehemu ambayo imetulia. Utakapotafuta sehemu ambayo imetulia, ninamaanisha sehemu isiyokuwa na makelele wala sehemu isiyokuwa na mwingiliano wa vitu ambavyo vinaweza kukuondoa uweponi. Unaweza ukakaa ama unaweza ukalala kwa utulivu, ama unaweza ukakaa katika mkao wa meditation, ama kaa katika mkao ambao wewe unakuwa comfortable pindi unapokuwa umekaa, ili kutoruhusu usumbufu wowote unaoweza kutokana na misuli au mishipa au maumivu kwa sababu ya mkao usiokuwa sahihi. Baada ya kukaa kwa utulivu bila kuwa na usumbufu wowote ambao unaweza kusababishwa na ukaaji mbaya, fumba macho yako. Utakapofanya zoezi la kufumba macho yako, anza kupumua kwa kina, yani vuta pumzi taratibu, kisha iachie taratibu. Unapovuta pumzi, unaweza kuivuta pumzi hiyo kwa sekunde kadhaa mpaka pale utakapoona hauwezi kuendelea kuivuta pumzi hiyo, na kisha anza kuitoa taratibu ndani yako mpaka pale pumzi ambayo ulikuwa umeivuta inapotoka yote. Fanya zoezi hilo kwa kujirudia mara 10 mpaka mara 15, yani zoezi la kuvuta pumzi na kutoa. Utakapoweza kufanya zoezi hilo, mwili utarudi katika utulivu wa hali ya juu. Mawazo mengi ambayo ulikuwa nayo yataondoka na sasa utajikuta umekuwa uweponi. Tuende katika hatua ya pili. Hatua ya pili ni kujiuliza maswali ya ndani ambayo unaweza kuyaandika majibu ambayo unayapata kutoka ndani yako wewe mwenyewe. Maswali ambayo utakwenda kujiuliza yatakwenda kuchochea fahamu zako na utakwenda kufunuliwa kuhusiana na maisha yako ya zamani.
Maswali ya msingi ambayo unatakiwa kujiuliza. Swali la kwanza, ni mahali gani duniani unapohisi kuvutiwa napo kuliko maeneo mengine? Na je, kuna sababu yoyote ambayo inafanya uvutiwe na sehemu hiyo? Kama kuna sababu, achana na sehemu hiyo. Jambo ambalo unatakiwa kulikonsida hapa, hakikisha sehemu ambayo unavutiwa nayo kusiwepo na sababu yoyote ambayo inapelekea uvutiwe na sehemu hiyo. Kwani kama utavutiwa na sehemu fulani kwa sababu kuna uwepo wa ndugu zako, bado litakuwa si jawabu sahihi. Jawabu sahihi limejificha katika kuvutiwa na sehemu ambayo hakuna sababu yoyote ambayo inakufanya uvutiwe na sehemu hiyo. Swali la pili, ni lugha ipi inakusisimua ama unahisi kuipenda sana pale unapoisikia ama unahisi ni kama unaijua? Jiulize swali hili kisha sikia ndani yako kuna sauti gani ambayo inazungumza. Kama ni lugha ambayo umewahi kujifunza, achana nayo. Bali lugha ambayo unatakiwa kuvutiwa nayo ni ile ambayo haujawahi kujifunza, bali unahisi ni kama umewahi kuizungumza ama unavutiwa nayo. Lakini swali la tatu, je, umewahi kukutana na mtu ukahisi mnafahamiana tangu zamani? Fikiria kwa kina kuhusiana na mtu huyo. Waza, mtu huyo ni nani? Jiulize mwenyewe, kwa sababu kila jibu ambalo unalihitaji katika maswali yako lipo ndani yako, kwa sababu ufahamu wako ni mkubwa kuliko ukubwa wa dunia. Swali namba 4, unahisi ni enzi gani ya kihistoria, mfano zama za kati za mawe au zama za chuma au Misri ya kale, unapenda sana? Yani ni zama ipi katika zama ambazo mwanadamu amezipitia ambazo unazipenda bila kuwa na sababu yoyote ya msingi? Hata kama haujawahi kufundishwa popote, mara nyingi ufahamu wako ukikupeleka katika zama fulani na ukajikuta unaipenda zama fulani, kuna jibu ambalo limejificha katika zama hizo. Swali la 5 ambalo unatakiwa kujiuliza, hofu ambayo unayo inatokea wapi ama inatokana na nini? Na je, inatokana na kitu ambacho umewahi kukipitia katika maisha yako ya sasa? Ikiwa hofu hiyo inatokana na kitu ambacho umewahi kukifanya katika maisha yako ya sasa, fikiria ni kitu gani ambacho unakiogopa kuliko vyote duniani na haujui ni kwa sababu gani. Baada ya kumaliza kujiuliza swali hilo, hebu jiulize tena, ni kazi gani au maisha ya aina gani yanakuvutia sana hata kama hauna uzoefu nayo? Je, ni kuwa askari, ama ni kuwa tabibu, ama ni kuwa tabibu wa jadi, ama ni kuwa mchoraji? Utakapomaliza kujiuliza maswali hayo, kila jawabu ambalo unalihisi ndani yako, fumbua macho na uliandike. Fanya hivyo huku bado ukiendelea kuwa mtulivu wa hali ya juu. Utakapoweza kuyaandika majibu ambayo yanakuja ndani ya ufahamu wako, utaenda katika hatua inayofuata ambayo ni hatua ya 3. Hii ni hatua muhimu sana kwa sababu ni hatua ya kwenda kufanya mazoezi ya kuona maisha yako ya zamani baada ya kuandika majibu mbalimbali ambayo yanakuja katika ufahamu wako. Jaribio hili unatakiwa kulifanya kwa muda wa dakika 10 mpaka dakika 15. Linaitwa visualization. Hili ni zoezi ambalo utakapoweza kulifanya utaweza kujiona wewe ulikuwa nani, ulikuwa wapi, ulikuwa unafanya nini, na utaweza kujijua ni kifo gani ambacho kilikupata katika maisha yako ya zamani. Unapoenda kulifanya zoezi hili, funga macho yako kisha vuta pumzi polepole. Jiambie kimoyomoyo, naomba niione picha ya maisha yangu ya zamani. Naamini kumbukumbu hizo zipo ndani yangu. Kisha waza mlango mkongwe mbele yako. Yani fikiria kuhusu mlango wowote ambao haujawahi kuona katika maisha ya sasa, mlango wa zamani. Bila shaka kumbukumbu zako zinaweza zikakuletea mlango ambao umewahi kuwa ukiingia na kutoka katika maisha yako ya zamani, na hasa unaweza kuona mlango wa makazi yako ya zamani. Ukiwa umefunga macho yako, fungua mlango huo kwa fikra hizo, yani mlango ambao utaonekana mbele ya uso wako, ufungue ukiwa ndani ya fikra zako. Vuka kupitia mlango huo, angalia ni vitu gani ambavyo unaviona
Ni watu gani ambao wamekuzunguka? Tazama nguo ambazo wamezivaa. Jitazame nawe, umevaa nguo za aina gani? Je, ni mwaka gani? Kuna watu gani wa karibu? Hakikisha unaruhusu picha, hisia au sauti kuja kwa hiari, usilazimishe. Baada ya hapo, utakapoweza kufumbua macho yako, hakikisha unaandika kila kitu ambacho kinakuja katika ufahamu wako. Utakapoweza kufanya hivyo kwa kujirudia, amini usiamini, picha ya maisha yako ya zamani itafunguka. Utajielewa wewe ulikuwa nani, ulikuwa unafanya nini, na kifo gani ambacho kilikukuta katika maisha yako ya zamani, ikiwa tu wewe ni mwanadamu ambaye uliwahi kuishi katika ulimwengu uliopita. Lakini vitu vya kuzingatia, hakikisha fikra ambazo zinakuja katika ufahamu wako unakuwa hauzitungi wewe, bali ziwe zina flow kana kwamba kuna kitu ambacho kipo ndani yako kilizozishika kumbukumbu hizo, kinakuwa ni kama kinaziachia, visiwe ni vitu ambavyo unavitunga wewe mwenyewe. Na utakapoweza kufanya hivyo kwa utulivu, chochote ambacho unahitaji kukiona utaweza kukiona, kwani kila kitu kipo ndani yako.